Fuatiliaji wa Kawabe Media. Tuko na Emmanuel Mayombo, mmoja mchambuzi wa hivi ni Mayombo Mwayombo. Ngoja tuanze. Yes bana, mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, tuko na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Emmanuel Mwayombo. Yeye anakwenda kujuza kwa yale ambayo yana trendi huko mitandaoni. Watu wengi wamekuwa wakizungumza kwa upande wa pili kuhusiana na rais wa TFF Wallace Karia. Ngoja tumsikize kwa upande wake ana yapi ya kuzungumza. Bwana, umesikia ile ambayo linaendelea kuhusiana na kauli ya Wallace Karia? Ya, nimeisikia vizuri na nimeona kuna baadhi ya mashabiki pia wamekuwa kimuataki sana mtandaoni. Yes, kumuona kwamba anakosea, wanaanza kukumbushia na vitu ambavyo ameshawahi kuzungumza hapo nyuma. Kwa hiyo kwangu nimelisikia na halijanivutia. So afya kwa mpira wetu. Najua mpira wa Tanzania umeshapiga hatua kubwa sana. Sasa tunapoanza kurudishana kwenye mambo kama haya, nafikiri haivutii. Ya, nimeona kauli yake amesema kuna watu wanasema wanataka viongozi wa bodi wajiuzulu. Mbona hata wao kuna vitu wanafanya, kwa nini wasijiuzuru? Kauli ya kwanza hiyo. Hii ndio imesababisha maneno mengi sana mtandaoni Mimi naamini Wallace Karia yupo sahihi. Na mpaka anakuja kumtoka haya kwa sababu anajua mpira wa Tanzania tunaishi kwa busara. Sasa inabidi yeye ndo aanze kuchanganya kichwa sasa. Yale mambo ya kuishi kwa busara leo hii inakuja kumgeukia mwenyewe. Mwisho wa siku yeye ndo anaanza kuonekana ana makosa. Lakini hata hivyo mimi pia huwa naamini kiongozi yote ya TFF wanakuwa hawana makosa. Isipokuwa kuna watu wapo nyuma ya TFF. Yaani kuna watu ambao hawaonekani, watu wasiojulikana ambao hawaonekani. Hao wanasababisha maamuzi mengi ya TFF yanaingiliwa. Mfano leo hii kiongozi mkubwa wa klabu hizi kubwa mbili Simba na Yanga anaweza kufanya kosa. Umeona? TFF wakatangaza bwana fulani bin fulani amefungiwa. Umeona? Akishafungiwa utawasikia kuanzia bungeni huko bwana yule aliyofungiwa ana nguvu sana, tunaomba msamaha afunguliwe. Umeona? Yes, lakini kwa nchi za wenzetu kuna watu wana power kwenye football. Umeona? Lakini kionekana umezingua, unapigwa pembeni, maisha yanaendelea. Uwezo ukasikia mbunge, uwezo ukasikia kiongozi yoyote yule anaingia kwa sababu ana fulani na nguvu. No. Kwenye maisha haya kama wewe umetenda kosa ukafungiwa, sawa? Kuna mwingine atakuja atachukua nafasi yako. Amini nakwambia. Yaani kila sehemu. Mfano Haji Manara alivyoondoka Simba, watu walijua kuna mtu atatokea tenda kuchukua ile nafasi yake. Haya, nani leo hii shabiki wa Simba anamkumbuka Haji? Si amekuja yule pale Ahmed Ally. Hata Ahmed Ally huu ni wakati wake. Ataondoka Simba, sawa? Mwisho wa siku story yake itakuwa imeishia. Ni maisha ya kawaida ambayo yamezoeleka kwenye mpira wa miguu. Lakini sisi Tanzania kitu kibaya ni kuona watu wengi ambao wana mamlaka ama wana nguvu, hasa kuanzia bungeni, wanaanza sasa kwanza kuongea vitu kama yani mtu labda kuna kitu kimetokea, wao ndo wanaanza kwanza kuongea. Sasa ile wale wanapoongea kule wanakuja kusababisha mwisho wa siku hawa bwana busara mwisho wa siku hiyo inakaa. Ndio maana mimi nimekwambia Simba na Yanga wanafanya makosa kwa sababu wanajua kabisa tuna watu sisi nyuma huko. Yes, wa kuwatetea. Acha na mashabiki. Kelele za mashabiki Simba na Yanga hata wakipigwa bani haziwezi kuwasaidia chochote. Yaani kelele mashabiki watatukana mtandaoni tu. Lakini kuna watu wengine watapiga simu bwana, hicho ulichokifanya sio. Hao ndo wanasababisha viongozi wa TFF waanze kuonekana jao, ama viongozi wa TFF waanze kuonekana wafanye vizuri. Kwa mimi nafikiri hawa watu watatu, hawa watu ambao wanakuwa mlango wa tatu huko, waache kwanza. Mimi naamini mpira utakumenyoka hivi. Hatutaona timu inagoma, hatutaona timu zinavunja kanuni kwa kuwakataza wenzao kufanya mazoezi. Kwa hiyo mimi naamini Wallace Karia ni mtu mzima yule, hadi anatoa ile kauli. Anajua madudu mengi sana kwenye football. Anajua vitu vingi sana ambavyo vinaendelea kuhusu timu zetu. Mwalimu, kwa wale ambao wameitafsiri hii kauli kwamba kama unahitaji bodi ya ligi viongozi wake wajiuzuru, tathmini kwanza katika uongozi wa klabu yako. Una uhakika viongozi wako hawastahili kujiuzuru? Watu wengi wanaitafsiri hii kauli kwa upande wa negative, kwamba kakubali kweli bodi ya ligi imetenda makosa. Mimi hata kama bodi ya ligi imetenda makosa ndio sikatai, lakini hata hizo klabu zenyewe zinatenda makosa mengi, mbona yapo wazi? Watu si wao wanaona. Kuna ujanja mwingi ambao unaendeshwa kwenye klabu. Unasikia kwenye usajili kuna utata, mara hivi. Sasa hata viongozi wa hizo klabu hawajanyoka. Ndio maana mimi kwa nini nakwambia hawajanyoka? Mfano Simba samegoma mechi. Wakamwambia bana mechi hatuchezi kesho kwa sababu ya 1 2 3. Yanga walipoamka asubuhi
wakaandika wananchi njoni uwanjani. Yani kama wanajibizana na Simba. Sasa nao hao wamenyoka hao. Wao unataka kuniambia viongozi wa Yanga nao wamenyoka kwa staili kama hiyo? Maana hapo tayari wanaonyesha ni Waswahili. Haya, bodi ya ligi wakaposti mechi imeahirishwa. Haipo. Yanga wakaposti wanaenda uwanjani. Na wakaenda kweli. Haya. Hao wana weledi hao. Vitu ambavyo Wallace Karia alisema watu wanafanya utoto ni pamoja na Yanga kuondoka kambini kwa wakati bodi wenye mpira wao wameshasema bwana mechi haipo. Wanaondoka kambini, wanaenda hadi wapi? Hadi uwanja wa Taifa. Ule ndio utoto ambao Wallace Karia amesema. Ndio anaozungumzia utoto kama ule. Kwa sababu si wameshasema bwana, wameshasema bwana mechi haipo bodi ya ligi. Wewe si una uhakika bwana mimi niko sahihi, wewe kaa nyumbani, kaa nyumbani tulia. Bodi ya ligi sio wameahirisha mechi. Waangalie sasa bwana Yanga alikuwa na haki hapa. Bana chukua pointi 3. Maana tumekaa siku 2 wanaandika barua tunataka pointi 3. Hayo ukiangalia sawa bana, bodi wamekosea, ndio wamekosea. Wote tunakubali. Mechi imeahirishwa, wewe umeenda uwanjani utapataje hizo pointi? Kwa sababu hamna mtu yoyote anayehusika na ule mchezo ambao yupo pale mwamuzi. Kwa sababu ili upate pointi 3 za mezani mwamuzi awepo pale, watu wajiridhishe kuna vitu vingi, vigezo vingi vifuatwe pale. Unajua bwana mimi nitapata hizi pointi 3 za mezani. Kwa mimi naamini Wallace Karia inawezekana alikuwa na nia nzuri ya kuzungumza kile alichozungumza, ila uwasilishaji wake umekuja tofauti, na mwisho wa siku sasa watu wengi wanamwataki mtandaoni. Naona mashabiki wengi sana, hasa mashabiki wa Yanga, naona wameamka naye tangu asubuhi wanampost. Utafikiri wanaambizana, wale wenye followers wengi wanapigana simu bwana kesho tunaamka na Wallace Karia na Yanga ni kawaida yao. Yaani katika timu ambayo wanapenda kuishi maisha ya Kiswahili na Yanga. Jambo lolote lile akianzisha mmoja tu utasikia kelele mpaka mimi wanahisi labda wana grupu lao hivi wanakusanyana. Bwana leo tukiamka na director hapa bwana arudi shule bado mdogo. Umeona wataataki mwisho wa siku ya mambo yanaisha. Sasa umeona saizi issue ya dabi imeshakufa tena. Ukitaka kujua mpira wa Tanzania kivyetu vyetu, dabi imekufa. Saizi ni Wallace Karia. Maana kwambia bwana yule Simba yule Coast Union yule nini. Maisha ya mpira hatuwezi kwenda hivyo. Yaani hatuwezi kwenda hivyo. Kwa sababu Karia mimi tafsiri yake nimemuelewa. Amesema utoto. Ni kweli Yanga wamefanya utoto kwenye hii issue. Simba sio wamegoma. Yanga wamepeleka timu kufanya nini uwanjani? Kama hiyo haitoshi wametoa kikosi chao pale, wameingia yani kama kweli wapo smart, hawana utoto kwenye timu yao, wasingeweza kufanya jambo kama lile. Sikiliza bodi ya ligi. Wangesikiliza bodi ya ligi. Na ile kauli ya Wallace Karia pia alivyosema kwamba moja ya klabu ambayo ameifavor sana katika uongozi wake ni Young Africans. Na hii nayo pia watu wakaitafsiri kwamba ni dhahiri kwamba kumbe yeye ndo analea madudu. Nimeisikia hiyo kauli na nikaja kupata picha. Kuna nimeshaisikia bwana, kuna scenario moja ilitokea, sio ilikuwa Kisinda sijui nani miaka ya nyuma huko kitu kama kilikuwa cha usajili, kipindi kimeshaisha hivi muda ule pale, watu wakafungua kwa muda wameshafunga saa 6 ile, afu Mwamba ndo jina lake alivyorudi mara pili hapa yani wameshafunga usajili saa 6 ile. Sasa Mwamba amefika zaidi, yani Mwamba usajili wake umekuja kupitishwa zaidi ya saa 6 wakafanywa mafuta. Ndio maana nimekwambiaje, yani TFF huu mzigo ambao unakuja kuangukia saa hizi ni zile huruma zao na busara. Ndio huruma zimewaponza na busara za kuamini bwana hapa tunataka tupite hivi, hapa tupite hivi. Lakini wanaosababisha, kuna watu wao kwenye mpira, yani kuna watu wako kwenye mpira lakini wana madaraka makubwa kwenye nchi. Mimi nawaambia wengine wanakaa mjengoni pale Dodoma, asilimia kubwa hao ndo wanachangia. Yani kwa sababu ya ushabiki wa timu zao. Na kati ya Simba na Yanga kuna upande mmoja ndo wamezidi, sihitaji. Ila kuna upande mmoja kuna wapo wengi. Wapo wengi, yani wote wapo, ila kuna upande mwingine kidogo wanakuwa wanakaa kimya. Uwezo kusikia hata wanaongea, lakini kuna upande mmoja wanakelele, yani wanaongea sana, unakuta hivi. Sasa maisha kama haya twendi. Nimesha kupata story moja Leodiga Chila Tenga, ilikuwa ni 2008 kama unakumbuka michuano Kagame. Nilikuwa mbali sana kipindi hicho, nilikuwa mpekeo. Tulikuwa tunaangalia mpira kipindi kile Super Sport, ilikuwa ni Super Sport 9 na TVT. TBC1 wakati ule. Nakumbuka ilikuwa anaenda kucheza na Yanga mshindi wa 3. Simba alitolewa na URA kama sikosei ama Tusker. Simba alitolewa na Tusker kwenye hatua ya nusu finali URA. Sikumbuki vizuri kipindi kile. Ikabidi Yanga na Simba wakutane kusaka mechi ya mshindi wa 3. Yanga akajivunja. Walipojivunja, umeona, hawakwenda uwanjani.
Rais Tenga wa kipindi kile akasema bwana, mimi Yanga nimeshakuwa captain pale, na maana nimecheza pale, naifahamu vizuri sana hii timu, mimi nawafungia. Akawapiga bani miaka 2. Kuwapiga bani miaka 2 kushiriki michuano ya kimataifa. Nakumbuka hata Sekafa waliwafungia pia. Zikaanza kelele upande wa pili huko bungeni, mnaifungia timu ya Tanzania sijui na nini, mapambio mengi bungeni. Mwisho wa siku kakatengenezwa hawafungui moja kwa moja. Unajua katika kitu ambacho sisi Tanzania tumefanikiwa, sisi watu wale huwa waingii direct, watapiga kelele kule, mwisho wa siku kana katoka rufaa fulani hivi, mara kale karufaa kana papa, unaona kama amefuata njia sahihi. Umeona mwisho wa siku ile ngoma nini imeinguliwa. Umeona hawaingie, yani wakishatuma ujumbe kule papa, yule mwamba kambaka akawa anataka kuondoka sasa kwenye ile nafasi yake. Akasema yani kama mnaanza kuingia maamuzi kama mimi nataka nikae pembeni, wakambembeleza, akamalizia kipindi chake kilivyoisha, akala kunjo jumla. Umeona kwa nini? Hata kiongozi akiwa mzuri kwenye nchi yetu, mimi najua kuna mambo mengi ambayo yanasababisha mwisho wa siku unakuta viongozi hawa wa TFF wanaonekana kwenye maamuzi wanapindisha. Hawa watu watatu ndio wanasababisha. So Simba na Yanga kuna watu pembeni. Yani Simba na mimi nielewe tena, Simba na Yanga sio kusema ndo wanasababisha TFF wakakosea, hapana. Simba na Yanga wasababishi TFF wakakosea. Isipokuwa TFF wanakuja kukosea kutokana na watu ambao wapo nyuma mlango wa tatu. Kwani kuna watu wengine, watu baki ambao ndo wanasababisha mambo yote. Yes, na hii inatokana nini? Na ushabiki wao ndani ya hizo klabu Simba na Yanga. Kwa kama huyu ni Simba atavutia upande wao Simba, kama huyu ni Yanga atavutia upande wao Yanga. Matokeo yake sasa TFF inabidi wakae njia panda. Lakini mimi nafikiri wale Skalia pamoja na TFF kwa ujumla, hili sakata la saizi limeenda kuwafungua. Watatengeneza sheria kali. Mambo ya busara haya. Yes, yafungie mchezaji wa Simba akizingua mfungie, Azam akizingua mkate pointi. Hii itawasaidia. Alisemesha kata pointi kule. Na ameambiwa akigomea mchezo unaofuata anampeleka huko. Wanamshusha chini, wanamnyang'anya na pointi 15. Umeona? Sasa Al Ahly ni timu kubwa sana kuliko Simba na Yanga. Na ni timu ambayo ina nguvu kwenye mpira wa Afrika. Yani na huko Uarabuni kienda Saudia, nchi za Uarabuni karibia zote wanaishabikia Al Ahly Sporting Club. Ndio maana ukiwaambia hata unataka refa wanakwambia refa kamchukoni Saudi Arabia. Wanajua kule kuna mashabiki wengi wa ile timu. Sasa ile timu ambayo ina mataji mengi Afrika, ina mafanikio, inapokonywa pointi. Zitakuwa hizi timu hizi za hapa Kariakoo wasinajitafuta, hata finali ya CAF Champions League hazijui. Tunazibembeleza. Je, Al Ahly wangekuwa hapo Tanzania ingekuaje? Esperance Sportive de Tunis. Yes, wangekuwa ndo wapo hapa sasa. Yes, na ubora wao ule na mataji ambayo wanayo, wanaonyesha bana. Sio mkimgusa kidogo na bana huyo msimguse, huyo ana mataji 5 ya Afrika. Hayo maisha tuwezi hatutoboi. Umezisikia kauli za Manara sasa. Manara unajua alikuwa na press muda si mrefu. Amezungumza sana kuhusu Karia. Unajua amembomoa vya kutosha. Na yeye nilikuwa miongoni mwa na yeye, yani unajua shombo la Manara lile. Sina haja kukueleza maana kuna maneno mengine ni makali sana kayatamka. Na akasema yeye ajali hata akifungiwa tena. Yeye kama mtu mwenye influence kubwa, hii inatengeneza picha gani kwenye mpira wa sasa? Unajua uzuri wa nchi ya Tanzania, kuna kitu kimetengenezwa ambacho kila mtu ana uhuru wa kuongea. Kwa hiyo Haji Manara ametumia haki yake kikatiba. Article namba 11 ngapi? 18. Tena inawezekana kama labda alikuwa na kinyongo nini, zile shombo za kuzitoa amezitema kwa sababu anajua yuko huru. Ni sasa na maoni ambayo nimetoa mimi hapa, nimesema TFF wapo sahihi. Kuna mtu mwingine atasema bwana TFF wapo sahihi, kuna mtu mwingine atanibisha hapa. Kwa hiyo hata Haji ametumia hicho kipengele cha kuwa huru ambacho kinamruhusu kujieleza, isipokuwa asivunje mipaka. Nimeiona ile press japokuwa sijaifuatilia sana. Ila nimeona mpaka nikaa kuna ndugu yangu nikaa namwambia bana, nimeona huko mtu mwamba ameshafunguka. Ni vitu vya kawaida. Haji na TFF wanajuana bana. Wanajuana ni maisha yao ambayo wamezoea. Lakini kwa mtu kama yeye na umri wake sio sahihi. Angeacha hiyo kazi vijana wadogo. Kwani yeye nakalia si hawana tofauti kubwa. Hawana. Washamalizana wale au kiumri. Akamuita mdogo wake kwenye press. Wale Skalia? Kaambia mdogo wangu nakwambia. Wale Skalia mdogo wake. Akimaanisha kwamba yeye ni mkubwa kuliko wale Skalia. Sasa wanajua, yani ndio maana nakwambia kiumri wale watu sawa. Na uwezi jua labda kuna mtu kamtuma. Maana akisisitiza namwambia mdogo wangu engineer, tushikilie msimamo wetu. Umeona? Kuna mtu atakuwa kamtuma ila kwa umri wake
angetulia tu. Mambo ya kwanza kutafuta trending hadi Manara anajiangusha tu. Ana heshima kubwa unajua kwenye mpira wa Tanzania. Angetulia tu mimi lakini ni maoni yake. Siwezi kuingilia sana. Anachoona yeye ni sawa, ni sahihi. Hapo tu. Shukrani sana. Poa kaka.